Timu ya A-Digital imefika Kariakoo jijini Dar es Salaam kuzungumza na wafanyabiashara ambao wamelalamika kuhusiana na ongezeko la wafanyabiashara wa kigeni ambalo limesababisha baadhi ya biashara zao kushuka katika suala la mauzo, wakilalamika kuwa wafanyabiashara wa kigeni wamekuwa wakishusha baadhi ya bidhaa ambazo wanaziagiza na kuziuza nchini Tanzania. A-Digital tumesogea mpaka Kariakoo jijini Dar es Salaam kuzungumza na baadhi ya wafanyabiashara kuweza kujua ni shida gani au changamoto ambayo inaendelea baina yao na wageni wafanyabiashara wa kigeni kutoka nje ya Tanzania. Mzee wangu unaitwa nani? Mimi kwa majina naitwa Gerard Godwin Shemzigwa. Ni mfanyabiashara katika maeneo. Mimi ni mfanyabiashara katika maeneo haya ya Kariakoo kwa muda mrefu sasa. Mfanyabiashara kwa muda mrefu. Sasa mzee wangu, kumekuwa na ongezeko kubwa la wageni kufanya biashara katika eneo la Kariakoo na maneno yamekuwa mengi, wengine labda na vile hivi na vile. Huko upande wako unalionaje, unalichukuliaje swala hili la ongezeko la wageni hasa katika soko la Kariakoo? Kwanza kabisa nipende nianze na shukrani zangu kwenu. Kwani hii nafasi tulikuwa tunaitafuta, lakini hatujui tutaipata wapi ya kwenda kutoa kero zetu ambazo tunazipata kulingana na wafanyabiashara hao wa kigeni, namna wanavyofanya biashara zao katika nchi yetu hii ya Tanzania. Nawapongeza sana. Sasa nikianza kwenye point moja kwa moja ni kwamba sisi nchi hii ni nchi yetu, na nchi yetu hii inatakiwa sisi tufaidi matunda ya nchi yetu, lakini katika namna hiyo ya kufaidi haya matunda tulipe kodi katika kazi zetu tunazozifanya. Sasa kuna namna ya kiushindani baina ya wazawa na wageni. Hawa wageni wanapokuja kutoka kwao, kwanza wanakuja na vitu kutoka kwao ambao wanavitengeneza wao wenyewe kwenye viwanda vyao kwa bei nafuu sana, ambazo hata kama hivyo vitu vikitengenezwa kwenye viwanda vyetu vya Tanzania inakuwa bei iko juu. Sasa kwa sababu wao wameshajua hilo, wanakuja, tulitegemea ujaji wao waje kwa kutuuzia sisi kwa bei ya jumla, alafu sisi tukauze reja reja. Cha kustajabisha ni kwamba hawa wageni wanapokuja wanaingia kwenye masoko ya ushindani na sisi tunauza reja reja, na wao ukumbuke wamekuja navyo kutoka kwao moja kwa moja na wametengeneza wenyewe. Ushindani unakuwa ni mkubwa sana, kwa sababu unaona kabisa kitu cha shilingi 1000 ninachouza mimi wao wanakiuza shilingi 300. Nadhani mnaona ni tofauti kubwa sana iliyoko hapo. Sasa kimsingi nataka kusema kwamba hatunufaiki sana na hawa wageni wanaokuja nchini kwetu, ambao wao hata zile kazi ambazo sisi wazawa tunaziweza kuzifanya, hizi za uchuuzi tunaziweza kuzifanya, wanapofanya wao, maana yake ni kwamba sisi tuumie, na tunaumia kweli. Hakuna faida yoyote tunayoipata, faida kubwa, kwa sababu hakuna mtu asiyependa kununua kitu kwa bei ya rahisi. Kwa hiyo watu wote wanakimbilia kwa hawa wageni, hususan ya China na wengineo ambao wametapakaa na wamepewa fursa kubwa. Sioni mimi kitengo ambacho kinawafuatilia na kuwabana kwamba kwa nini wanafanya hivi. Sijakiona. Kama kipo kijitokeze na kiende kwenye vyombo vya habari kama hiki chombo chenu, vitangaze, sisi tujue na tuone. Si rahisi utoke hapa uende China, uende nchi za wenzetu ukauze vitu kwa bei yako ya kwenu, na uende kwao ukauze kwa unavyotaka wewe, lazima utapangiwa bei. Ushauri wangu, naomba serikali yetu ambayo tunaiamini sana, hawa wageni wanapokuja, wanajua wanakuja na meli, wanajua wanakuja na ndege, ama mizigo inakujaje, inapitia wapi, wanakwenda kuhifadhi kwenye godauni gani. Wapitie hivyo na wajue kabisa madhumuni ya kuleta hizo bidhaa. Je, wanakuja kuuza kwa staili gani? Ni kweli nchi inahitaji wawekezaji, na rais anapiga kelele sana kuhusu wawekezaji kutoka nje waje. Tunataka wawekezaji wenye tija tunayoitaka
wanapokuja na bidhaa zao, wanapokuja kufanya biashara zao, basi watuchukue sisi wazawa tufanye kazi kwenye bidhaa zao, kwenye kampuni zao, kwenye viwanda vyao, ili wananchi, ili swala la ugumu wa ajira lipungue. Lakini kama wanakuja kwa ajili ya kufanya biashara hizi kwa rejareja, wagombane na sisi, wanauza karanga wao, wanauza maembe wao, wanauza matunda wao, wanakuja na pension wanauza wao. Sasa sisi tutauza nini? Kwa hiyo sisi ugumu wa kibiashara kwa ushindani na hawa ambao wamepewa fursa sijui na nani ya kujifanyia wanavyotaka, na sioni sehemu yote ambayo inakwenda kutukomboa kwenye hilo. Mimi niombe serikali itusimamie sana katika hili, ili na sisi tuwe na furaha. Watanzania wengi hatuna furaha, tunaishi tu kwa kusimama na kusubiri Mwenyezi Mungu anakotupeleka. Mimi nishukuru serikali hii ya mama yetu Samia, tunamwamini, tunamtegemea. Naomba hili alifuatilie, tunaumia sana. Mimi nirudie kusema nashukuru chombo hiki kwa kuja tena kwenda kuangalia wananchi, kila mmoja ana maoni gani, ili yakikusanywa kwa pamoja, na uhakika serikali itaelewa kilio chetu wananchi. Asanteni sana. Shukrani sana. Asante. Mwenzangu, habari? Vizuri kaka. Mimi bwana, kwa majina naitwa Juma Rajabu Mariki, fanya biashara ya eneo la Kariakoo na muda zaidi ya miaka 10 na swala la wageni kuongezeka kwa wengi katika soko la Kariakoo, changamoto zake na nalichukulia kwa ujumla. Hili bwana, kwa upande wangu mimi nalichukulia ni tofauti sana, hasa kwa sisi wazao ambao vipato vyetu ni vidogo. Wazao wageni wanakuja, anawekeza kwenye ghorofa kama hili, nyumba kama unayoona hapa nipo, ikibomolewa mimi hapa sirudi, siwezi kuendesha hii tena. Frame inachukuliwa kwa milioni 5 kwa mwezi, afu mtu analimwekezaji yule analipa milioni 5 kwa mwezi kwa muda wa miaka 3, kitu ambacho mimi siwezi. Si tumezoea kuungaunga. Sasa serikali ingeangalia hili kwa upande mwingine wa uwekezaji wa hizi nyumba, angalau na sisi wenyeji tukapata fursa kwamba ikibomolewa, inapomwangwa basi tuweze kurudi. Nafikiri umeelewa vizuri. Labda kwa upande wako unazungumza labda kipi ambacho labda kama serikali ingefanya kwa ajili ya kuokoa Watanzania ambao kwa sasa ni kama wanapitia changamoto mbalimbali kutokana na ongezeko la wageni kufanya biashara na wageni kuchukua maeneo katika eneo la soko la Kariakoo? Hawa wageni, ninachoona mimi serikali ifanye, kwanza wawekea vipengele vya biashara kwamba unapofika nchi kama hii Tanzania, kwanza leseni yake mgeni ipitie kwa mwenyeji. Ikipitia kwa mwenyeji, ina maana mimi nitanufaika na biashara anayoifanya China au anayoifanya Mwarabu au Muhindi. Mimi naona serikali ifanye kwenye masuala labda ya bei, kama kuna kwa China wengine vitu wanauza bei rahisi kuliko Watanzania, pesa ya chini, lakini bei inakuwa pia ni chini na Watanzania. Kwa swala la bei sema liangaliwe, washauri swala la bei vile vile liangaliwe, kwa sababu utakuta kitu ninachotengeneza mimi na anachotengeneza Mchina, kama kitabu kama hiki ni kile kile, karatasi ni ile ile, ubora ni ile ile. Kwa hiyo swala la bei lazima tufanyie nini, chakato tuliangalie vizuri, iwe na uwiano, ili kila mtu aweze kuendesha maisha. Asante ndugu yangu. Asante.